Sasa ndugu zangu Bina, nataka ruzuku tutoe serikalini, wakati nyewe wenyewe majiant mna generate mapesa huko, harusi mnazifanya kwa helikopta. Alafu kile kichache mnachotugaia ambacho tunataka tukiingize kwenye miundombinu hasa tukurudishie, hapana. Hii hapana. Hii naikata hapa, haina mjadala, hapana. Hii hapana. Ila kujenga soko la madini kimataifa tutalifanyia kazi. Kwa kusisitiza kuwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi uendelee kujengwa juu ya misingi ya kuaminiana na kuheshimiana. Bila kuaminiana tutashutumiana, tutasemana, lakini tutakapoaminiana, hata tofauti zikitokea tutakaa tuzungumze, ziende, sisi tuendelee na safari yetu. Kwa twendeni kwa kuaminiana na kuheshimiana. Elimu kwa umma, wajue mkusanyiko wetu leo ni wa kitu gani, unahusu mambo gani, tunakwenda kufanya nini. Elimu kwa umma, kwa sababu atatokea tu wapotoshaji wapotoshe vyote vilivyofanyika hapa. Kwa hiyo twende tukatoe elimu kwa umma. Waheshimiwa viongozi, tumeshuhudia kusainiwa kwa tamko la pamoja la sekta ya umma na sekta binafsi. Tamko hili linaonyesha utashi, dhamira na uamuzi wetu wa pamoja na utayari wa kuwajibika katika kufanikisha utekelezaji wa dira hii. Ni matumaini yangu kwa hiyo kuwa tamko lile tutalithamini na kuliheshimu, na twende tukalitekeleze kwa ufanisi. Kila mmoja aliyesaini, kila sekta, nilikuwa na hesabu limesainiwa na watu 11, na maana makundi 11 ndani ya sekta ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kila kundi likafahamishe watu wake lile tamko ni nini na tunatakiwa kwenda vipi kama Watanzania. Ni muhimu kutambua kuwa tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na misingi mizuri ya kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kuwa himilivu, mfumuko wa bei unadhibitiwa, uwekezaji umeongezeka, na Tanzania imeendelea kujenga nafasi yake kama lango la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Kusini mwa Afrika. Lakini niseme kwamba soko huru la biashara Afrika nalo litatufungulia fursa kubwa ya kupanua biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa nalo tulitumie. Tuna fursa kubwa Tanzania. Nilikwenda Ghana, nikaenda Angola ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rais. Wanazungumzia Mbeya Rais. Ghana, Angola wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rais? Akasema Mbeya Rais, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako jumba lote lina harufu. Kwa hiyo we need Mbeya Rais kutoka Tanzania. Tatizo letu connectivity, jinsi ya kufikisha huko, na hiyo ndio kazi yenu private sector. Mkae mchemshe kichwa. Tunapeleka vipi bidhaa kwenye nchi jirani ambazo connectivity haijafika? Si serikali tunajitahidi upande wetu. Reli ya kati hiyo sijui tunakwenda mpaka DRC, tunajitahidi kwa upande wetu. Ambayo tuna reli nyingine hii ya kawaida itakayokwenda Zambia, tunaifanyia rehabilitation, ambayo itaweza kutuconnect na Angola sasa. Wakifika Kapirimposhi safari inakwenda mpaka Lobito huko na kwingine. Tunajitahidi kufanya connection, lakini private sector mkiweka misuli tutakwenda haraka zaidi. Kwa connectivity ndani ya Afrika ndio tatizo letu, lakini bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze.